hapa na Mungu atusaidie. Jifunze juu ya kumtumikia Mungu na shughuli zozote ulizo nazo haitakiwi kutumikia Mungu na mashughuli. Natakiwa kutumikia Mungu kwa nguvu. Kwa nguvu zako zote umtumikie Mungu wako. Ndio tunataka tusome hapa. Tunaangalia Wakolosai. Fungua vitabu vyetu. Nataka wasomaji. Kila mtu afungue Biblia. Juu ya kumtumikia, juu ya nguvu zako, ungali kijana, ungali na nguvu za kumtumikia Mungu. Usipende sana kulala. Sababu wakati unazidi kuchochea kalamu yako, ndio wakati utazidi kuendelea kiroho. Mimi naona hilo. Ukizishika wewe ni mtu wa chini, utaendelea kuwa wa chini. Lakini ukiona wewe ni mtu wa maana, utakuwa wa maana. Mungu akubariki sana. Tunaangalia neno la Mungu katika Wakolosai. Tunaanzia kwa Wakolosai 1. Wakolosai 1 mstari wake wa 23. Moja 25. Kama tuanzia 20, tuanzia 26. Soma. Wewe unasemaje? Mstari 1 mstari wa 12. Natamani kama baba msoma Kifaransa ndio. Wakolosai Usimame hapo. 1:25. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ambalo nimefanywa mhudumu wake sawa sawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu. Maana kama Mungu alichagua wewe ufanye huduma, wewe ni faida yake. Jina la Mungu libarikiwe. Paulo anazungumza, nilifanya ili kuwa mhudumu, ili iwe faida yenu. Endelea kusoma. Nilitimize neno la Mungu. Ili nitimize neno la Mungu. Amen. Amen. Mungu alifanya hivyo ili yeye atimize neno la Mungu. Kwa sababu kuna mtu Mungu anachagua ili awe msaada kwa wengine. Amen. Amen. Sasa kama wewe ulichaguliwa ukashindwa kutimiza kile kenye Mungu anataka, ujue kama mbingu hutaingia. Kwa sababu kama wewe Rebeka, Mungu alikuchagua, anakufanya wewe baraka ya mtu mwingine. Sasa ukajikuta wewe unatumika na uvivu. Mungu atuongoze. Sasa hutakuwa tena faida kwa sababu umetumika na uvivu. Kile kenye ungeinua, yale mafundisho umefundisha, vile venye ungeonesha, yale matendo makuu yangemsaidia huyu naye anasimama. Sasa wewe unasema hivi, hapana, sitatumika, niko na shughuli, ndafanya hiki na kile, wananikwaza, ndoa yangu, baba yangu, mama yangu, baba mmoja usingizi. Sasa hautainua mtu kama wewe hujainuka. Amen. Amen. Hapa tupo kila mtu kwa faida yake. Mungu atubariki sana. Endelea kusoma. 26. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Maana kuna siri yenyewe walifichika. Watu walifichika kumjua Yesu Kristo. Watu hawakujua kama Yesu yupo. Ni kumshukuru Mungu sana wewe kujua kuokoka. Kujua kwenda kanisani ni shukurani, sijui. Hiyo ndio namna kubwa si tu ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu umepata weka neema kakuingia kanisani, kakumjua Mungu. Ni siri yenyewe bali kichikaka. Ikafichwa wale wenzetu Waislamu, ikafichwa wale Waarabu, ikafichwa wapagani, watu wanalewa tu. Mungu atusaidie sana. Bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Bali sasa hii siri kafunua sisi kwetu. Mungu atubariki sana. Amen. Ikafunuliwa sasa wapi? Kwetu. Hii siri yenyewe wengine hawakujua. Ndio maana wewe uliyepata kikitu, jitahidi kwa nguvu. Amen. Ndio na unasema juu ya nguvu.
jitahidi kitumie kwa nguvu, kwa sababu ungekipata. Mungu atubariki. Haungepata kikitu, acha uvivu, acha kulala. Kibamane kwa nguvu, shetani asije akakipokonya tena. Twende babangu. Soma. Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa. Amen. Amen. Alijulisha hii siri katika mataifa. Mataifa ndio sisi. Hii siri ilikuwa ya kabila la Israeli. Haikuwa ya kwetu sisi. Lakini Mungu akatufunulia siri ya utajiri. Amen. Amen. Unapoangalia karama yako ni utajiri. Yaani huduma yako ni utajiri. Hata unaishika hivi hivi, huduma yako ulio nayo ni utajiri. Amen. Amen. Leo tunatembea, leo tunafika kwenye hatungefika kwa sababu ya huduma. Mimi nasemaka kila siku, ukiona kwenye mimi nilizaliwa, uwezi kwa sababu nijua kama leo niko hapa. Na ndio maana mimi nashingizaka mkila vikundi. Mapambazuko yapo, nipo mule. Uimbaji niko hapo. Amen. Amen. Nikisema na uvi, nikisema natunga nyimbo. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu atubariki. Kuna watu wako wanafanya kazi ya Mungu kwa uvivu. Na hao ndio nimesema Mungu awahurumie. Juu ukikumbuka wapi ulitoka na leo uko wapi? Utatumika. Na utatumika juu unaona mtu akupange. Mimi sipangekwa na mtu. Nikisema milimani. Nikisema napambazuka na sisi unajua kinacho kitafuta ni kitu gani? Hii nione kama ndafika mbali. Amen. Mungu atubariki sana. Endelea kusoma babangu mpaka kama mwisho huko chini. Nao ni Kristo ndani yenu. Kristo ndiye alitupatia utajiri. Na hii utajiri tunapaswa kutumia kwa nguvu. Na hii huduma tunapaswa kuilinda kwa nguvu. Sisi wewe kama nani? Wengine leo ni wachawi. Leo Mungu anakulinda. Wengine ni mamalaya. Wako huko barabarani. Leo hawakulala manyumbani kwao. Wewe mama kama wewe uko vizuri. Wengine ukutana barabarani wanapigana leo na kesho. Wewe unakutana ndoa zinavunjika kugombana, lakini wewe ni Mkristo, unamjua Mungu. Wengine wa vijana kama na hao, kama hivi hawako hapo. Wengine saizi wanalala vitandani mahotelini na wanawake. Lakini kijana kama wewe upate neema ya kusema najua siri ya kuokoka. Amen. Amen. Na mtu kama hajui siri ya kuokoka, huyo mtu ataishi mpagani, ataishi masikini. Anachokipata kinaenda kulewa, anampa mwanamke. Zingine anamalizana barabarani kwa rafiki zake. Lakini unapojua siri, ukipata kadogo, Mungu amekupa hela zako ndogo tu, unashikilia. Zile pesa zitoka mkononi mwako. Zinatoka tu kwa sababu utawapa wa ndugu zako, mama yako, utanunua nguo. Lakini wengine wanamaliza pesa zao tu. Mungu atuhurumie. Kuokoka kama kweli unaokoka, unajua siri hii ni kumshukuru na kutumia hiki kitu kwa nguvu. Niko naongelea juu ya kutumikia Mungu kwa nguvu. Ndiyo. Twende baba yangu. Tumaini la utukufu ambaye sisi tunamhubiri habari zake tukimwonya kila mtu. Amen. Amen. Tumaini la utukufu ambalo sisi tukimwonya kila mtu. Ndio maana kutana kama mimi wakati mmoja mkali. Unaweza kuona niko na kufikia juu ya huduma. Usikasirike. Aseme tumaini sisi sote tunamuonya kila mtu ili ajue namna atatumikia Mungu. Amen. Mimi ukiwa mvivu kwa rafiki yangu, nikikuona na kuonya tumikia Mungu, vinaona uko na karama. Unakuwa na kwepa na kunasikia kama nikuchukie. Na sikutafuta kitu. Nikikwambia twende unanyamaza, unaenda kunacheka na kuchoka. Hauko na mimi. Haujui siri ya kusema kama tulitoka wapi. Tutoka wewe ni nani kama kijana kama hawa wako hapa? Mimi ni nani? Mimi bana wanitoa mwa ile boli tu. Mimi huyu niko natembea mamiji. Wewe ni nani? Wakutoa wapagani. Ndio kama ninyi mwe pamoja mlizaliwa mjini. Lakini watu wako pamoja leo ni wachao. Wengine wako hapo tu. Wengine ni wazinzi. Lakini wewe Mungu akasema mwanangu kaa katika watakatifu. Si hiyo ni neema kubwa. Mungu akwambie njoo kaa ni watakatifu. Na wenzako wewe wako huko Mungu ajabariki. Twende babangu malizi kaja soma tusikie. Na kumfundisha kila mtu katika hekima yote. Unafundisha katika hekima yote. Maana tutaki mtu apotee. Tupate kumleta kila mtu
mtimilifu katika Kristo, Ndio. mtimilifu katika Kristo. Upate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Nami najitaabisha kwa neno lililo hilo. Na Paulo anasema najitaabisha, nalala njaa, nafunga kwa neno hilo hilo nimlete mtu. Umeshaleta mtu. Utamleta na kwa mvivu. Utamleta unapenda usingizi, apendaye usingizi ni masikini. Mungu atuongoze. Amen. Amen. Anayependa usingizi, huyo atakuwa masikini maisha yake. Utamleta mtu aje na uombi au uamuki. Na Mungu alikutia duniani aseme nenda kalete mtu. Watu watapata balaa mbinguni. Kuna watu watatupwa motoni jua wa kuleta mtu. Alitumika kwa uvivu, akaweka kumbe Mungu alimtumainia aseme mama Rebeka wewe uende duniani na uzaliwe ukalete mtu. Kuna mtu ataokoka ataitwa fulani. Kupitia wewe atabadilika. Sasa ukafika duniani ukasema hapa si Mungu. Wala ni kwanza. Mungu atuonee. Kumbe wewe zile nyimbo zako kuna mtu alikuwa anafuata jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu alijua kama huyu hapa hata ni mdogo hapa batapewa wakawa na uongozi. Bakatupa duniani mwende mtazaliwa Yesu. Yesu mtakuwa tu kwa kule. Kule mtakia kutana mtakia akachagua muongoze mapambazuko. Sasa huyu akaenda akafika nyumbani akaanza leo. Si ndio hiyo? Sasa kama akianza leo kangefikiria siku. Mungu atuhurumie. Amen. Baba yangu iko hapa. Mungu alichaguaka wako kule huko. Utakia kutana kanisa moja itajenga kwa hapo. Na wao watakuvutaka mle mtafunguaka kwaya. Leo kwaya itakuwa kwaya ya wanaume tu. Hamtakuwa mwanamke. Sasa kama ile kwaya utaifunguaka moto na kusubiri. Sasa na akafika hapa Mungu akatimiza lile neno. Tu kila neno Mungu anasemaga. Nilisemeka ungali mbinguni. Nenda duniani kazi utafanyaka nini? Ndio wapi. Amen. Amen. Jina la Bwana libariki. Amen. Twende kumalizia kabisa. Nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi wake. Maki unajitahidi kwa nguvu, kwa mamlaka, hata mwili na umo unajitahidi. Hata usingizi sana kwambia la usiku. Samdamuka tu. Shetani toka hapa. Usingizi nakwambia, sisi usikii bana. Toka. Natupa kimlengete kule. Naenda kanisani. Jina la Bwana libariki. Amen. Jina leo nakwambia, saizi hamjakwisha vizuri. Angalia watakunyonga njiani. Nitaenda ana ataninyonga njiani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hiyo ndio nguvu ndio yalisema natumika kwa nguvu zangu. Kamalizia kwa kabisa. Atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Amen. Amen. Atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Hakuna kitu unaweza kufanya bila nguvu. Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Unaweza kunisomea kurasa kidogo hapo kwa hiyo neno kama ulishikilia. Unaweza kuanza kwa mstari wa 25. Nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 25 jusqu'à 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est desquels j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. 26. Le ministre caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse des ministres parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 28. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 28 et fin, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment à moi, parole du Seigneur. Amina. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio maana Mungu wakati alikuwa anachagua Israeli,
Kuna mipango alikuwa naona huyu ni mvivu. Huyu atakapoenda vitani ataanza waza mambo yake. Tukisoma kidogo kumbukumbu hili somo naendelesha hapo kesho. Uje kesho tupate vizuri. Amen. Tunasoma kumbukumbu la Torati kidogo tu nikupe kiingilio. 20 kumbukumbu la Torati 20 yaani 20. Tunasoma mstari wake wa 6. Bale tusomee kidogo baba. Alitakia papa sura. Ujue utumishi ni nini. 20 mstari wake wa 6. Nous lisons Deutéronome 20, le 6e verset. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et que notre n'en jouisse. Parole du Seigneur. Kumbukumbu la Torati makumi mbili na mstari wa 6. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ni mtu gani aliyepanda shamba la mizabibu wala hajatumia matunda yake? Nani mwenyewe kwa hapa mwenyewe alilima shamba yake na hiyo shamba alivuna? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni. Huyo msipeleke mtu mwenyewe ngali na shamba. Mwenyewe aishalima shamba ishaota. Msingome vitani. Huyu mtu atakuwa anawaza shamba. Amen. Mrudisha kwanza huyo aende kwanza kavune shamba yake sijakafa. Bana wanauliza wewe uko sawa? Mimi niko na shamba toka wao utaenda kuzaa. Wewe mtu wa mashughuli. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unapotumikia Mungu kwa nguvu, usiwe tena na mawazo. Wewe ushajiandaa kuimba. Una tena waza ubia mingi, bamenikwaza. Kama uko ni mtu wa kukwazika, hautaimba kule. Kama mtu wa kukasirika, hauwezi kuongoza mapambazuko. Umelala usiku wote, kasichana akakupokea message yako akakujibu. Ngumie kile kabindi na sitaenda kumapa. Maki wewe kaa tu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo kingenjo tutaingilia hapo kesho. Kuonesha watu kweli tunapaswa kujitahidi kuacha mmoja. Mungu ndiye aliambia Musa, wewe unataka kufa. Watu namwambia huyu Yoshua. Pengine atakuwa anaenda vitani. Mtu kama analima shamba, imeivya, haijavuna, asiende. Mwambie arudi aende avune kama shamba yake sijakafa au wengine wanakiwa na ikulu. Mungu atubariki sana. Ndio maana katika shughuli wewe mwanadamu unapojipanga kwa nguvu kufanya kitu kumleta mtu kwa Yesu, kumwimbia, kuomba, kuhubiri, kufunga, kusaidia wengine, acha vingi moja. Ndio maana Mungu anakuambia hivi, ukitaka kunitumikia, jikane. Ndio maana kunakutana Mungu anasema hivi, wewe kama ungali na ulikuwa mweupe, ulikuwa mweusi na kuwa mweupe, hutakiwi. Hakuna vile utanifundisha wewe ushakuwa mweupe. Wewe ulikuwa mweusi. Kaniambia sasa mimi. Nitakuwa nakwambia wewe unamjua Mungu. Ungemjua Mungu ungemwambia Mungu akunyumba vizuri. Ndio maana wanakutukataza sisi watumishi wa Mungu kusuka. Ndio wanatukataza kuweka mahereni. Wanatukataza kuweka sherehe. Mtu uko na ubiri mtu anakuangalia kwanza matendo yako na valaje. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio wako koja. Ndio maana nakwambia hivi, wewe uliokoka hutaki kusimama barabarani uanze tukanana. Bako wanakuiga wewe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana wanakataza huyu mtu atakapoongoza na kulinda maisha yake, anatakiwa kwanza ndani ya nyumba yake, watoto wake wawe vizuri, mke wake awe sawa, mume wake awe sawa, kama vile wewe na mume wako, Mungu awe sawa, ndio utajua sasa kubeba kazi ya Mungu. Kwa sababu watu wako na kuangalia. Ndio Mungu anasema, bado watu wanabana mambo kule. Chagua jeshi lenye liko kamili. Na sisi kama Mungu ametuita. Amen. Tujihakikishe nyinyi wavulana na sisi na wanawake na wasichana, yaani tupambane mpaka tutumike kwa nguvu bila mambo.
Kutumikia Mungu ali kijana ni faida. Watu hawajui. Mimi niko najiuliza, Mungu ungeniumba ungenirudisha tena nibaki tena miaka 20. Niende tena mimi na mimi nisome tu, nijue Faransa, nijue Kiingereza. Ungenisaidia lakini haliwezekana. Lakini nini? Angalia sasa, mko mavivu amjuu. Sisi tuko tunatamani turudie tena ili tupambane vizuri. Maana yake akili zetu tunachanganyikiwa juu ya kazi ya Mungu. Tunajiuliza tena turudie kidogo, tujue tena kuimba sana sauti zetu ziwe sawa za wavulana za wasichana. Hakuna. Mungu aturumie. Kama ya kuzika mkaburi tumika kwa nguvu. Paulo anasema nilipambana. Na barua ya mwisho akasema hivi, mimi nimepiga vita vilivyo vizuri, imani yangu nimelinda. Na wewe Timotheo, pambana mwanangu. Bakamkata kitu. Lakini alifanya kazi. Unapoangalia nyaraka aliandika nyaraka 10 nyaraka zake vitabu vyake. Alisema hivi, nimepata kaka neema na nilikuwa kule mzambi. Na nilikuwa okoka hapa na kuwa mkubwa. Ndapambana kwa dakika ya mwisho. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Na Mungu abariki maneno yake. Amen. Simame tuombe msamaha. Sababu tuombe msamaha. Uko unatumika na Mungu. Mbali kwanza unakuvunja Mungu. Na Mungu alikutuma duniani ufanye nini? Ulete mtu kwake. Sasa wewe unakuwa mvivu, watu walikukwaza mkoya, watu walikukwaza. Wewe achana watu walikukwaza, achana watu wanakusema. Wewe ndio kenye Mungu alikuletea. Sisi sote tuko hapa. Wengine wanaimba mkoya hii, wengine mkoya hii, Mungu alipanga vile. Wengine wanaamka mapambano, wengine hivi wanasinzia tu. Hapa tushakula nini, tunataka kupiga maombi yetu, tushinde huko barabarani. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunaendelea kuomba msamaha. Baba, shukuru tusamehe Mungu. Hawaende vizuri. Tuhurumie kwa udhaifu. Wakiwa kwenye mashughuli. Maana umesema kwamba mtu atendaye dhambi kwa udhaifu, mtu anayefanya kazi yake kwa udhaifu, mbingu hataingia, kwa maana mbingu ni ya wenye nguvu. Tusaidie Bwana. Tuonekanie Mungu, tusamehe. Maana sisi hatukubaliki mbele zako. Tusamehe Mungu. Tunajifanya kuwa wadhaifu. Takase Bwana. Sawa mama, takasa vijana. Sote tutakase. Kwa jina la Yesu Kristo.